Leo namshukuru Mungu kwa kipekee kwa afya ambayo anaendelea kunitolea siku baada ya siku. Je, pia una sababu ya kumshukuru Mungu? Ikiwa una sababu ya kumshukuru Mungu, weka kwenye comment kile ambacho unamshukuria Mungu. Huku nikukaribisha kwenye kipindi mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato, kinachopeperushwa siku baada ya siku kwa neema ya Mwenyezi Mungu kwenye Tuo Jesus TV. Tuko kwenye robo ya pili mwaka 2025 inayotufunza jinsi ya kusoma na kuelewa unabii wa Biblia. Leo tuko kwenye somo la 7 kwa juma hii, na tusiku ya leo tuzungumzie tu kuhusu anguko la Lucifer. Anguko la Lucifer. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, inaonekana kutoeleweka kwamba Lucifer aliwahi kushikilia nafasi ya kerubi afunikaye, akiwa na nafasi ya juu karibu na kiti cha enzi cha Mungu. Kwa hakika kuwepo kwake kungesaidia kufunua utukufu wa Mungu kwa ulimwengu. Badala yake alianza kufikiria juu ya utukufu wake mwenyewe, si utukufu wa muumbaji wake, au kwa usahihi zaidi alianza kufikiria kwamba hakuwa anapewa heshima aliyostahili. Ni jambo la kushangaza. Unaposoma kwenye Ezekiel sura ya 28, 11-17 na Isaya 14, 12-14, tuangalia pamoja ni nini kilisababisha anguko la Lucifer. Jambo swali la msingi. Na unapolinganisha vifungu hivi na Ufunuo 14:1-12, tofauti kati ya anguko la Lucifer na nafasi ya juu ya mwanadamu katika Kristo inakuwezeshaje kuelewa kile kinachotokea katika Ufunuo sura ya 14? Basi tunaposoma na kutafakari neno la Mungu, tualike Roho Mtakatifu. Karibuni. Ikiwa rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, umesoma pamoja nami kwenye Biblia, utaona namna gani Lucifer alikuwa. Kwa bahati mbaya mpendwa, kama Mungu hata alikuwa ameumba malaika makerubi wazuri, lakini kwa bahati mbaya sio makerubi wote ambao wametekeleza majukumu yao ipasavyo. Wameumbwa ili kutukuza, ili kuakisi utukufu wa Mungu, lakini sio wote ambao wamefanya hivyo. Kulikuwa na mmoja ambaye akiwa amejaa utukufu na utakatifu alifikiri kwamba utukufu huu wote aliokuwa nao ulikuwa wa kwake mwenyewe badala ya kutoka kwa Mungu. Ukisoma kwenye Ezekiel sura ya 28, 14 na 17 utaona Lucifer alisahau ya kwamba utukufu wanao, rasilimali sijui ambazo zilikuwa zimemuumba ilikuwa ni kutokana na Mungu. Kuna mara katika maisha, kufanikiwa kwetu, vipawa tulivyo navyo, utajiri tulio nao, vyeo, kuna mara tunadhani kwamba ni kwa akili yetu ndio tumefikia mahali fulani, tukisahau ya kwamba ni neema ya Mwenyezi Mungu. Na mara unaposahau neema ya Mungu katika maisha yako, unakuwa umekwepa lengo. Lengo la Mungu ni kumtukuza katika maisha yetu. Chochote ambacho umeweza kukifanya vizuri, umekipata kuliko sijui wengine, wakikuuliza umtukuze Mungu, sio kujionyesha wenyewe. Alikuwa kwenye mlima wa Mungu, lakini walifukuzwa kutoka humo wale malaika. Nafasi yao itachukuliwa na wale watakaoendelea kuwa waaminifu kwa mwana kondoo, kulingana na Ufunuo 14:1. Sijui ni kusudi lako kuwa miongoni mwa wale ambao watachukua nafasi ya wale waasi. Nafasi yao haikupo tena mbinguni. Watakaokaa katika nafasi zao ni wale ambao watakuwa waaminifu. Natamani kuwa miongoni mwa wale watu. Katika muujiza huu wa ajabu, viumbe wa mbinguni huimba kwa umoja, unastahili Yesu, kwa sababu umeuawa na kwa damu yako uliwanunua ama ulinunulia Mungu kwa kutoka kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Umefanya wawe ufalme na makuhani, wamtumikie Mungu wetu, nao watatawala dunia. Bwana Yesu asifiwe. Nafurahia hiyo shairi sana tena sana, kwa sababu tumepata neema ya kukubaliwa na Mungu. Ona pia jinsi lugha linavyoakisi ujumbe wa malaika wa kwanza, ambapo tumeitwa kuhubiri injili ya milele kwa hao wakaao juu ya nchi, kwa kila taifa, kila kabila, kila lugha na jamaa. Kwa hivyo ni udhihirisho dhahiri kiasi gani wa utimilifu wa kile Kristo alichofanyia ulimwengu. Amekufa kwa ajili ya kila mtu, na ni lazima sisi pia tuende kuwahubiri watu wote wa kabila yote, jamaa, bila ubaguzi wote, wa kila rangi. Hakuna mwanadamu katika historia yote ya dunia ambaye Kristo hajamfia. Hata yule ambaye amekutesa zaidi,
Yesu amekufa kwa ajili yake. Ni lazima umfanyizie, umhubirie, mtangazie Yesu Kristo. Wanahitaji tu kutambua hilo na kuchagua kukubali. Hilo ndio jambo la pekee ambalo lazima tulifanye. Tujue kwamba Yesu amekufa kwa ajili yetu na tuchague kumpokea kwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Kwangu mimi nimpokea Yesu. Je, ni swali la kumpokea Yesu pia? Nimefanya kazi yangu kuhubiri kwenye video hii. Nawe pia fanya kazi yako ukiisambaza. Tuombe. Asante Yesu Kristo, utufunze kutokuwa na kiburi kama Lusifa. Mambo yote ambayo umetupatia, uzuri, urembo, vipawa, biashara, vyeo, tujue kwamba umetupatia hivyo kwa ajili ya kutukuza. Na utupatie neema pia kutangaza ujumbe wako, injili ya milele kwa kila taifa bila ubaguzi, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Subscribe, like na share.